jukumu la kila Mtanzania, awe mtoto, kijana, mzee, mwanamke au mwanaume. Sote tunawajibika, kwani kwa kufanya hivyo tunakuwa tunashiriki vyema katika kuilinda nchi yetu ambayo kimsingi ni sehemu ya utekelezaji wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 28(1) ambayo inaelekeza, na nukuu, kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa taifa, mwisho wa kunukuu. Hivyo ndugu zangu wajumbe wa kamati hii, mtambue kuwa mmekasimiwa jukumu hili nyeti kwa niaba ya wananchi, na kwamba nyie ndio mnawakilisha Watanzania kuhusu wajibu wa kubaini, kuzuia na kupendekeza namna ya kukabiliana na vihatarishi vilivyopo kuhusiana na uzagaji wa silaha haramu. Ikiwa mwenyekiti wa kamati hii, nina imani kubwa sana na kamati hii iliyoteuliwa, na ni matarajio yangu kuwa ushirikiano baina yetu utaibua mchango mkubwa sana katika kuzuia na kudhibiti uzagaji wa silaha ndani na nje ya nchi yetu. Ndugu wajumbe, migogoro mingi duniani inayoambatana na mapigano huchochewa na uzagaji wa silaha haramu, hasa silaha ndogo ndogo na nyepesi. Kunapokosekana udhibiti wa kimkakati, machafuko huzidi ambayo hugharimu maisha ya watu, mali na miundombinu muhimu, hivyo husababisha kudorora kwa uchumi wa nchi na ustawi wa jamii kwa ujumla. Nikirejea hotuba ya Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu madhara ya uzagaji wa silaha aliyoitoa akiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi wakati wa tukio la utekelezaji wa silaha haramu mkoani Kigoma mwaka wa 2017, alisema, na ninanukuu, madhara ya uzagaji silaha kiholela yapo mengi, ikiwa ni pamoja na kuathiri maendeleo ya nchi kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pia kuzagaa huko kunachangia vitendo vya kihalifu ikiwemo ukatili wa kijinsia, kubaka, kurawiti na mauaji. Hivyo kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake. Tanzania, tangu nikingali mtoto mdogo, naahidi nitakulinda mpaka kufa. Haya ni maneno ya kizalendo ambayo tunapashwa kuyaishi siku zote, na kwamba inapofika masuala ya kitaifa, basi nchi hii tutailinda kwa ujasiri mkubwa, hata pale tutakapobidi tupoteze maisha yetu, lakini tutalinda maisha ya wananchi wa Tanzania, tutalinda mali zao bila kujali athari zitakazotupata tunapokuwa tunatekeleza majukumu hayo. Nchi yetu ni ya kipekee kwenye swala la uzagaji wa silaha. Silaha hizi zinazoitwa silaha ndogo ndogo na nyepesi kulinganisha na nchi zinazotuzunguka, na hii ni kutokana na mikakati thabiti iliyopo katika kudhibiti na kusimamia michakato yote inayohusu umiliki na biashara ya silaha. Changamoto kubwa ni hali ya usalama inayoendelea katika nchi jirani za wenzetu, hivyo wakati mwingine kusababisha watu kuvuka mipaka, aidha wakiwa na silaha au bila silaha, kwa ajili ya kutafuta hifadhi na usalama. Hii pia kutokana na kuwepo kwa mifumo ya kiusalama kuanzia ngazi za mitaa, vitongoji, vijiji, kata mpaka taifa. Inawezekana kudhibiti uzagaji wa silaha ndogo ndogo kwa asilimia kubwa, ikiwa ni pamoja na kuwabaini wale wanaoingia na silaha. Hapa ni mwenyekiti, kwa uwepo wa kamati hii, mimi ninaona kama jamii nzima ya Watanzania sasa imeshirikishwa kwenye swala zima la udhibiti na uzagaji wa silaha nchini kwetu. Kwenye kamati hii uwakilishi upo wa kutosha, kama tulivyosikia kupitia utambulisho wa wajumbe hawa ambao waliteuliwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi,
wanatoka